إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى عليه ربه قديما وما زال يصلي عليه قائلا آمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الناس بعد الممات ينقسمون إلى قسمين باعتبار جريان الحسنات والسيئات عليهم. القسم الأول: من يموت وتنقطع الحسنات والسيئات على السواء، فليس له إلا ما قدم في حياته الدنيا. والقسم الثاني: من يموت وتبقى آثار أعماله من الحسنات والسيئات تجري عليه. وهذا القسم على صنفين: الصنف الأول: من يموت وتبقى حسناته تجري عليه وهو في قبره، فينال منها بقدر إخلاصه لله تعالى واجتهاده في الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا، فيا طيب العيش ويا سعادته. الصنف الثاني: من يموت وتنقطع حسناته وتبقى سيئاته، فهو نائم في قبره ورصيده من السيئات يزداد يوما بعد يوم، حتى يأتي يوم القيامة بجبال من السيئات لم تكن في حسبانه. كثير من الناس يغفلون عن مسألة السيئات الجارية وخطورة شأنها. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أيها الإخوة، Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika suratu Yasin aya ya 12: inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Haya mazungumzo tulizozungumzia katika juma lililopita, athar
unayoiweka katika dunia kama hii. Madha tatruku baada wafatik au baada rahilik, baada ya kuondoka unabakisha nini katika dunia kama hii? Na Allah subhanahu wa ta'ala yote tunayoyafanya anayadhibiti Allah subhanahu wa ta'ala min al-a'mal wa min al-athar, katika matendo tunayoyafanya na katika athari tunazozibakisha katika ulimwengu kama huu. Wanadamu katika ulimwengu kama huu baada ya kufa wanagawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile ambayo wao wamekufa lakini mema yao na maovu yao yanaendelea, na kuna wale ambao wanapokufa mema na maovu nayo yanakatika kwa mauti yao, yani hakuna kinachoongezeka. Katika hili kundi ambalo mema yao na maovu yao yanaongezeka, hapa wanagawanyika katika vigawanyo viwili. Cha kwanza ni wale ambao wanaondoka duniani lakini mema yao bado yanaendelea, hasanat bado zipo. kama anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu anapokufa amali zake zote ukatika ila kwa mambo matatu yenye kumongezea ajr. Sunni ya kwanza hiyo. Kikundi cha pili ni wale wanapokufa makosa yao na madhambi yao yanaendelea, kwa hiyo wanaongezewa katika hesabu yao ya makosa juu ya kuwa wao tayari washakufa. Ayo walikuwa wanaingia pale, unapopata nafasi kaa, sisumbue wenzako kurukaruka watu, unaharibu khutba ya watu wanaochelewa. Jamani, pale unapofika kaa, wataka kukaa mbele ndio mapema. Hao watu makosa yao yanaendelea hata baada ya wao kufa, na hii ni hatari, na hili ni jambo ambalo wengi katika wanadamu tunaghafilika na jambo kama hili. Tumeingia katika ghafla katika masala ya sayiat aljariya. Pana mema ambayo ni jaria na pana makosa ambayo ni jaria, yanaendelea hata baada ya mwanadamu kufa. Mwanadamu amekufa lakini bado anaongezewa madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 25 ya sura an-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah, watabeba mzigo wa madhambi yao kamilifu siku ya kiyama kama walivyofanya katika dunia. wa min awzari alladhina yudhillunahum, wa min awzari alladhina yudhillunahum, na kwa madhambi ya wale waliowapotosha katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilm, bila ya kujua wao, ikawa wanaingiza watu katika makosa. Ala saa ma yajrun, wanajikusanyia mambo ambayo hayana faida. Hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, man daa ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. الحديث أخرجه مسلم. أنا سمع محمد صلى الله عليه وسلم atakailingania katika jambo jema katika dini, watu wakafuata, yeye analipwa ajr, na kila atakayetekeleza yale aliyolingania yeye katika mema, yeye pia anapata ajr kwa kila aliyefanya mpaka siku ya kiyama, juu ya kuwa mema yao hayapungui. Na atakayelingania katika upotofu vile vile atalipwa kwa upotofu wake, na atalipwa kwa kila atakayefuata upotovu wake aliolingania mpaka siku ya kiyama,
juu ya kuwa wale waliofanya upotofu kama ule madhambi yao hayapungui. Katika maelezo ya hadithi hii Sheikh Al-Albani katika silsilatul huda wan nur anasema man asaa fil islam wabtada'a bid'atan li awwal marra واتبعه في هذه الضلالة أو في تلك المعصية من اتبعه فعليه أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. anasema rahimahullah ta'ala katika maneno yake, yule atakayeukosea Uislamu kwa kuongeza mambo ya kupotosha watu na mambo ya bid'a, kisha watu wakafuata upotovu ule wake katika maasi, basi yeye anabeba madhambi ya kila atakayefanya jambo lile alilolingania mpaka siku ya kiyama. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake, hakuna nafsi itakayouliwa dhulma katika ulimwengu kama huu ila mwana wa Adam alayhi salam wa kwanza Qabil. Alipomua ndugu yake Habil, anayo sehemu katika damu kama ile, kwa sababu yeye ndio wa kwanza wa kufanya jambo hili katika dunia. Kwa hiyo kila damu inamwaika anayo sehemu katika damu kama ile. Ayo alikhwa, haya mambo ya madhambi kuendelea baada ya kufa ni mambo ya hatari ambayo Muislamu anatakikana awe na hadhar kubwa sana, kwa sababu sisi tunaona kwamba ukifa umekwisha. La, ikiwa ni mema umeacha unaongezewa katika hasanati, na ikiwa ni makosa umeacha ikawa wewe ndio sababu ya makosa yale kufanyika, unaongezewa vile vile katika sayiat. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuona bwana mmoja katika watu wa Makka, jina lake anaitwa Amr ibn Luhayy. Alimuona motoni mara mbili katika safari yake ya Isra wal Mi'raj na katika salatu al-khusuf, kama ilivyopokewa katika hadithi sahiha. Amefanya nini huyu mtu mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuone motoni mara mbili? Huyu bwana anaitwa Amr ibn Luhayy. Laqad kana ibn Luhayy sayyidun min Khuza'ah. Huyu alikuwa ni bwana katika makabila ya Makkah, alladhina kana lahum sharafu khidmati albayt sinin at-tiwal. Walikuwa na sharaf na cheo cha kuwa wao ndio walikuwa wanahudumikia Kaaba, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Safara sayyiduhum Amr ibn Luhayy ila Sham. Katika masiku huyu bwana alisafiri akaenda Sham, faraa fiha ibadatu al-asnami fa'ajiba wa u'jiba bihadha ad-din. Alipoenda Sham, alipofika Sham akaona watu wanasujudia masanamu, akashangazwa na likampendeza lile la masanamu. Akarudi Makkah, فاخذ معه اصناما من هناك الى جزيره العربيه. akaja na masanamu mpaka ndani ya jazira al-arabia. ولانه كان سيدا مطاعا نشر وانتشرت عباده الاصنام في الحجاز. kwa sababu yeye alikuwa ni bwana anayeheshima, anayeheshimiwa na watu wake. Alipoleta masanamu akawalingania watu wake wakakubali kuabudu masanamu, wakaabudiwa katika Hijaz, wakaabudiwa katika jaziratul arabia yote. Yeye ndio wa kwanza aliyeingiza masanamu kuabudiwa katika jaziratul arabia. Kwa haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huyu bwana yuko motoni, anapata malipo ya madhambi kwa kila atakayesujudia sanamu katika jaziratul arabia mpaka siku ya kiyama, kwa sababu yeye ndiye wa kwanza aliyeweka athari ya kuabudiwa pasina Allah subhanahu wa ta'ala katika jaziratul arabia. Ndio ikawa malipo yake ni kubaki ndani ya moto wa jahannam
na anaongezewa juu ya madhambi aliyofanya jazaan wifaqa, na ni jaza ambayo anastahili, amejikusanyia mwenyewe katika madhambi hayo. Hii ni ishara ayuha ikhwa kwamba unapoacha athari mbaya, haya madhambi yatakayofanywa na watakaokuja baada yako itakuwa ni ushahidi juu yako siku ya kiyama. Sasa kabla hujafika katika marhala ya kuingia katika maisha ya barzakh, hakikisha ya kwamba yale unayoacha katika dunia kama hii ni mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unawacha athari ambayo wewe ukiondoka itakuwa ni athari njema ya kufanya. Miongoni mwa athari mbovu zinazoachwa katika mujtama na ambayo watu hawayachukulii kwamba ni mambo yatakayotuzishia madhambi katika rasid mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa, la kwanza الدعوة إلى نشر المعتقدات الباطلة والبدع، kutangaza mambo ya bid'a na mambo ya akida potofu. Watu wako katika manhaji ya sawa, wewe ukaleta ufisadi wako katika manhaji, ukatoa hujja zako ambazo si hujja zenye msingi, ukakinaisha watu ya kuwa wewe unayosema ni kweli, wale watu wakafuata yale uliyokuja nayo, basi wewe unabeba mzigo huo kila watakapofanya jambo lile ila qiyam saa. Jambo la hatari. Kasema mtaa wetu sisi umewachwa nyuma, watu wafanya na watu wafanya, sisi kwa nini tusifanye? Ukawa wewe ndo wa kwanza kuleta bid'a katika mtaa ule, kila ikiendelea fasadi ile katika mujtamaa ule, wewe utalipo kwa kila anayefanya ila qiyam saa. Jambo la hatari. Jambo lingine, na hili ni jambo ambalo wengi tunalichukulia kwa uwepesi, tunalichukulia kuwa ni jambo ambalo halina uzito katika dini, jambo ambalo ni hatari zaidi, na hapa ni lazima tuna tanabbuh kubwa sana katika jambo kama hili. Alfatwa bighairi ilm, kutoa fatwa katika dini bila ya ujuzi, bila ya ilmu. Madamu wewe umehifadhi aya mbili na hadithi moja, kina unachoulizwa ukasema kwani kuna ubaya gani, fanya tu, ama ukasema ni haramu bila ya kujua, ama ukahalalisha bila ya kujua, kila atakayeitendea kazi fatwa ile, iwe ni kubwa iwe ni ndogo, mzigo wake unaubeba. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidhu al-ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adallu. الحديث متفق عليه. أنا سمع محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هو يندوى علم، lakini kuiondoa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala haitoi katika vifua vya wanadamu, bali Allah subhanahu wa ta'ala huiondoa ilmu kwa kuwaondoa maulama. Wanapopungua maulama, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu ambao ni wajinga wasio na ilmu ya kisheria wakajitweka wao majukumu ya kutoa fatwa. Fasuilu, wakaulizwa katika dini na wao wakajibu bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, wakapotea wao na wakapoteza watu katika masala kama yale. Hayo wanayofanya madhambi yake yanabebwa mpaka siku ya kiyama. Anasema شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أمر فتوى أمرها عظيم. jambo la fatwa ni jambo kubwa sana, jambo la kutisha, sha'nuha adhim, ni jambo kubwa sana, sio kila mtu alibebe, kwa sababu yule anayekosea katika fatwa moja
fatwa ile ikatendewa kazi, kila anayetendea kazi kwa kuwa wewe umemruhusu kutekeleza yale ambayo wewe umehalalisha, ama ukamkataza kwa ile yale wewe uliyoharamisha, wewe unabeba mzigo wake ila qiyam saa. Kwa hiyo aiyuhal, hakuna aibu kwa yule anayeulizwa ikiwa ajui akasema sijui, la adri, kwa sababu anayesema la adri faqad afta, pia utatoa fatwa. Lakini shida yetu tunataka kusifika, tunataka kujulikana, tunataka kusemwa fulani ndio allama, fulani ndiye mufti diyar, ikawa wazungumza bila ya kuchoka. Hata ukaja ukarekebisha, tayari yale uliyoyatoa yashasambaa ulimwengu mzima. Na hiyo ndio hatari katika muda ambao tunaishi ndani yake. Ayu alikhwa, tuwe tanabuh kwa kujiongezea makosa baada ya sisi kuondoka katika dunia kama hii. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu yughfar lakum. Ayuha alikhwa, wa min suwar dhalika tarbiyatu alawladi ala alharam كعدم الأمر بالصلاة والكذب والسرقة والأخلاق الرذيلة. katika makosa ambayo tunajitumia na kujiwekea baada ya kufa kwetu ni kutohakikisha malezi mema kwa watoto wetu, kutowashika watoto wetu katika tarbia za Kiislamu, tukawalea katika malezi ya haramu, malezi ya kuwa mtoto anakuwa hajui haramu, hajui kuishi na watu vizuri, dhalim, mrongo, ufisadi wote anao yeye, kwa sababu wewe umemfunza ni lazima awe mwanamume kama tunavyoitafsiri sisi uume. Nguruma, zungumza, usiogope, usione haya. Tukamuondolea mahasini ya akhlaq za Kiislamu katika moyo wake. Mtoto anaonekana sura zake hafanani kama sura za Muislamu, ni kana kwamba mtoto hana mzazi. Kisha tunakuja laumu watoto wa siku hizi. Watoto wa siku hizi kila mmoja ametokamana na baba na mama, kila mmoja mwisho wa siku ana pahala anaporudilia nyumbani. Wewe ni masulia yako, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mchunga ataulizwa kwa anachokichunga. Kwa hiyo mtoto wetu akenda katika njia ambayo si sawa, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yanaanza na mimi na wewe, baba, mama. Wewe wasali mpaka ulazimisha mtoto wako kwa sala? Wewe yale unayoyakataza wewe unajiepusha nayo? Ama wewe ni katika wale wazazi unapotaka anza kufanya ufisadi wako unamtuma mtoto wako akuletee, nishafungisha, nenda ukachukulie mzigo wangu, ama shika ukaniashie sigara yangu, ama tufanye nini? Yale ndio anakuwa anagiza, sababu anasema warabu man shaba abahu ama dhalam, aigiga. Wa idha kana rabbul bayt bitubuli dhariban fala talumanna as-sibyan alayhi birraqs. Ikiwa baba nyumba anashika kigoma iwapiga, huwezi laumu watoto wakicheza kwa kupatia midundo ya ile ngoma inaopigwa. Kwa hiyo tarbia, mtoto akikuwa na tarbia ambayo si ya Kiislamu, madhambi yake unaandikiwa wewe mzazi mpaka baada ya kufa mtoto kama yule. Jambo lingine ambalo ni katika mambo ambayo ni ya hatari ya hiyo alikhwa ni kutangaza an-nashr al-maqati' fi at-tawasul al-ijtimai, kutangaza maqati'. Wale ambao wanajiita content creators, tunatengeneza maqati' zetu. Watengeneza nini? Watangaza nini? Kwa sababu baada ya kufa maqati' kama zile zabakia zitafuatwa na wangapi? Ukakata kipande cha mtu ukakiweka, ukakata kipande cha mziki ukakiweka, ukapata kipande chochote wewe wasukuma tu kwa sababu wataka kujaza upate like. Idha mutta ayuha alikhwa, alhal yataghayyar min likes ila atham. Kutoka likes unazozitaka inakuwa ni madhambi unayojiongezea. Alafu kuna wale sasa ambao wao wenyewe sasa ndio wasanii wenye kuimba,
wakajitia katika masala kama hayo. Nasallallahu alafiyata wassalama. Tuchungeni ayu alikhwa, tuweni na hadhar, kila alhadhar. Wanaotuma maqati tuangalie ni maqati gani, twendeni katika njia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Si lazima utume nyingi, si lazima utume aslan. Sisi leo tumepokea ilmu min ulamaina, wa ulamauna akhadhu hadha alilm min ulamaihim, wa hakadha ila an yasila ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Tuyasoma na yaeleweka. Kwa hiyo msituambie kwamba dunia yabadilika ikiwa si video kuliko namna hii haitobadilika. Haiwezekani ayu alikhwa. Yale yaliyofanywa yakafanya wale wafaulu, ndio sisi kufaulu nayo. Sisi leo tumeacha usuli yetu tukapata usuli ya watu wengine, tumekuwa hatuna hawia tunaojisifu nayo. Ndio maana tunarushwa kulia na kushoto na watu wanaotuchezea kati ya maqta' ya Qur'ani, kisha kati ya watu sijui wanacheza, sijui kati ya vigaragosi, sijui vya nini. Yahusiana nini na Qur'ani? Ama kati ya mawaidha shekhe anazungumza maneno maana, baadaye kati ya background ya aghani nyuma yake. Ushaharibu katika mawaidha kama yale. Fasali wewe ukiondoka ile yabakia, ikiwa ni makosa unayapata ila qiyamis saa. Mwenyezi Mungu atuongoze na atuhifadhi na tuelekeze katika njia ipendayo ya Rabbul Alamin. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاف المهمات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.